Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama kawaida, leo tupo katika mwendelezo wetu wa kipindi chetu cha nyota na mahusiano ya mwanadamu. Leo tunazungumzia wale ambao wenye nyota ya punda ambao huwa wanaanzia na herufi A. Hawa ambao wanaanzia na herufi A, wao mara nyingi sana huwa wanakuwa ni watu wenye uthubutu mkubwa sana, na ni watu ambao mara nyingi wanakuwa hawapendi sana kuamini maajabu. Unajua kuna watu wanakuwa wao wanaamini maajabu katika maisha, lakini katika maisha hakuna maajabu. Ni kwamba kinachotakiwa zaidi ni kwamba kuhangaika sana na kupambana sana. Sasa hawa ambao huwa wanaanzia na herufi A, mara nyingi sana wao huwa wakidhamiria jambo kulifanya, basi watapambana sana ili kuweza kulifanya lile jambo ili liwe. Na hawa mara nyingi sana ikiwa nyota yao haijachafuliwa, basi mara nyingi huwa wanakuwa na mafanikio makubwa sana. Ikiwa nyota yao haijachafuliwa, wenyewe wanakuwa na mafanikio makubwa sana. Lakini nyota ikiwa imechafuliwa, basi unakuta mafanikio yao hawa ambao wenye herufi zinazoanzia na A mara nyingi sana huwa wanakuwa hawafikii malengo yao kutokana na nyota zao kuhusudiwa ama pengine kufanyiwa ile hali ambayo ya ubaya. Lakini mara nyingi sana katika ule upande ambao wa mahusiano yao ya kimapenzi, hawa watu wanakuwa wenyewe nyota ikiwa vile haijachafuliwa, basi wanakuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kumtawala mpenzi wake. Lakini pale ambapo kunapokuwa kidogo kuna shida katika upande wa nyota, basi inakuwa ngumu sana kuweza kumtawala mpenzi wake. Lakini aghlab ni mara chache sana kutokea kwamba mtu mwenye herufi ya A ile kupelekeshwa sana katika upande wa mahusiano. Lakini pia vile vile si kwamba labda pengine yeye huwa anakuwa hana sifa ambayo labda ya kupenda, hapana. Wao pia wana mapenzi makubwa sana, na ni watu ambao pia wana huruma sana, na ni watu ambao pia wenye kujali sana na wenye kuthamini sana. Sasa ni kwamba vipi, mara nyingi sana huwa inatakiwa unapokuwa na mpenzi wako katika upande wa mahusiano, ni vyema kujua nyota yako wewe na nyota yake yeye, vile kama zinakuwa zinaendana. Unaweza ukawa na mtu ambaye nyota zenu zinakuwa haziendani. Kinachotokea ni nini? Kinachotokea tu ni kwamba kunakuwa na ugomvi ambao mara kwa mara, na mnaweza msiachane mkawa mnaenda kwa tabu sana, yani mahusiano yenu ni yakawa ni ya tabu sana. Lakini inakuwa haipendezi, na inakuwa kiuhasilia ni kwamba inaleta ile hali ya nuksi pia katika mahusiano. Unajua mahusiano mara nyingi yanapokuwa yamekaa vizuri ama yanaenda vizuri, basi baraka pia huwa inakuwa inaingia, riski pia huwa inakuwa inaingia kwa haraka sana. Lakini riski wakati mwingine inakuwa inachelewa kuingia ama inaingia kwa tabu, ikiwa nyinyi tu wenyewe katika mahusiano yenu ya kimapenzi mnakuwa ni watu ambao wa kugombana sana, mnakuwa ni watu ambao mara kwa mara mnakuwa mnapishana ile kauli. Sasa hata katika upande ule ambao wa riski, upande wa baraka, wakati mwingine unakuwa mgumu sana, kwa sababu mathalan nyinyi mmeshagombana, maskini ya Mungu, wewe ukiwa umepata pesa nyingi, umeona bwana
unaweza ukatokea ukamficha mwenzako, inakuwa sio nzuri. Inaweza ikatokea pengine mwenzako hasipate na ile riski ambayo umepata kutokana na maugomvi wenu, inakuwa sio nzuri na huwa inakuwa haipendezi. Kwa hiyo wakati mwingine katika upande wa mahusiano kuna nuksi ambayo inaweza ikaingia, ama mmoja wapo akapatwa na ile nuksi ambayo itamchafua na itachafua mahusiano yenu, kwa sababu unakuta kuna wakati ukimuona mwenzako unakuwa unamchukia pasi kuwa na sababu yoyote na hakukufanya lolote. Sasa hii mara nyingi sana wale watu ambao wenye majini katika miili yao, wapo watu wana majini wale katika miili yao, wale ambao wenye kupandisha, wale ambao wakati mwingine wanaweza akawa tu na majini yale ambayo ya kimila, ambayo wakati mwingine yanakuwa yanafahamu mambo mengi. Sasa baadhi ya majini ambayo wakina subiani maakudi, subiani mahrusin, subiani maakusin, subiani, wapo majini mengi sana ambayo huwa yanakuwa yanaishi katika nyumba. Sasa wakati mwingine unakuta nyumba ikiwa ile dhaifu, yani haina vile kinga za kutosha, basi unakuta kuna majini ambayo yanakuwa yanaingia katika ile nyumba katika kwa urahisi sana na kuweza kuwadhuru na kuweza kumvaa hata mtu ambaye yeye atakuwa kinga yake huwa inakuwa nyepesi. Basi atakavyomvaa itapelekea pia kuleta taharuki, itapelekea pia wakati mwingine kuingia ile hali ambayo ya kugombana katika mahusiano. Hii hutokea sana, wapo miongoni mwa majini ambao hao wataja, na majini wengine wengi wapo. Wengi wapo. Nafikiri kesho nitawaorozesha baadhi ya majini ambao hupenda wao kuishi katika majumba na kuweza kuvuruga watu. Wapo majini ambao hupenda kuishi kwenye nyumba hizi wanazoishi watu na kuweza kuvuruga tu baadhi ya mipango. Ndio maana tunashauriwa sana wakati mwingine, mara kwa mara, tuwe tunatazama pia nyumba zetu ile katika hali ambazo za kukulinda, kufanya dua mara kwa mara. Hii inasaidia pia wakati mwingine kutokea hali ya machafuko katika mahusiano yenu. Sana napata kesi sana hizi, wananiambia shekhe, tunaona wakati mwingine kwenye nyumba kuna kama kitu kinatembea, kuna kama kivuli kinakuwa kinatembea, tunaona kuna mapopo, tunaona kuna vitu vingi ambao kuna majini wanakuwa na ishara nyingi sana tofauti ambazo mara nyingi kwa wale ambao wenye majini wao huwa wana uwezo wa kufahamu kwa haraka sana. Kwa hiyo unapoona kwamba wewe nyota yako ni ile ambayo inaanzia na herufi A, alafu ukaona mambo yako yanakuwa yanavurugika, hayawi vile kama inavyotakiwa, basi mara nyingi sana hapo itakuwa si bure. Huenda kukawa kuna tatizo, ama huenda ikawa umepita mahala pengine umelivaa tatizo, ama pengine inaweza ikapelekea pia katika mji ambao unaokaa wewe kukawa kuna shida, kuna tatizo, kuna nuksi. Mara nyingi sana katika upande wa mahusiano ya kimapenzi huwa mmoja anapokuwa amechafukwa, amepatwa na nuksi, amepatwa na madhila, basi inapelekea hata yule mtu mwingine naye pia vile kumvaa ile hali, kwa sababu nyinyi mnakuwa mnashare vitu vingi sana. Wakati mwingine
katika kumkiwa mmelala pamoja, ama wakati mwingine ikiwa mpo tu pamoja mmekaa hivi mnaongea. Sasa ukiwa wewe mwili wako umechafukwa vya kutosha, basi na yule mwanzake naye pia ikiwa hana kinga ya kutosha, mwili wake dhaifu, hii ina uwezo wa kumpelekea yeye kupatwa pia na tatizo kama hilo la nuksi, na mwili kuweza kuingiliwa na madhila yale ambayo yasiokuwa mazuri. Na kwa hiyo mara nyingi sana tunakuwa katika upande wa nyota na mahusiano ya mwanadamu, huwa tunakuwa tunachambua kwa kina sana, tunatazama nyota, tunatazama mafanikio yale ambayo ya mtu ambaye mwenye kuhusika haswa na ile nyota yake, lakini pia tunatazama mahusiano na tunatazama pia yale maisha tu kiujumla, na vipi mtu anaweza akafika mbali. Unakuta mtu maskina Mungu, mtu mwingine anaishi haelewi, hajui nyota yake nyota gani, hajui kwamba yani nyota imechafuliwa ama haijachafuliwa, yani hajui, yani ni mtu ambaye anakuwa katika ile hali ambayo ya sintofahamu katika mambo yake mengi. Sasa hii inakuwa si nzuri, inakuwa inapaswa kufahamu nyota yako nyota gani, inapaswa kufahamu pia siku yako ya bahati ni lini, lakini inapaswa kufahamu nyota yako ikiwa iko sawa ama imechafuliwa, lakini unapaswa pia kufahamu rangi yako ile ambayo ya bahati na ni nzuri kwako wewe, na inapaswa pia kufahamu mpenzi wako, wewe mpenzi wako nyota yake nyota gani, mnaendana ama pengine hamuendani. Basi hapo utafahamu ni vipi pengine uweze kuishi kwa tahadhari kubwa sana baina yako wewe na ya mpenzi wako, ili muweze kufika mbali katika mahusiano yenu ya kimapenzi, na pia hata katika maisha yako kiujumla. Sawa. Sasa ni vizuri sana kufuatilia Sheikh Katoto TV, mtapata kufahamu mambo mengi sana. Ikiwa nyota pia na mahusiano ya mwanadamu, utafahamu njia ambazo sahihi za kuweza kupita. Mashallah, nashukuru sana kwa kufuatilia.